Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Ndugu viongozi, awali ya yote nimshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia uhai na afya njema kabisa. Lakini kipekee kabisa nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, Mheshimiwa Jabir Omar Makame, kwa heshima kubwa ambayo amenipa ya kumwakilisha kwenye zoezi hili muhimu sana. Ndugu zangu, ifuatayo ni hotuba fupi ya Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, Mheshimiwa Jabir Omar Makame, kuelekea maadhimisho haya ya muungano ambayo yanafanyika leo tarehe 26. Ndugu viongozi wa vyama vya siasa tuliopo hapa, katibu tawala wetu wa mkoa, makatibu tawala wasaidizi, wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa, mwenyekiti wa halmashauri, wajumbe wa kamati ya usalama ya wilaya, waheshimiwa madiwani, kaimu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri, wakuu wa taasisi, wakuu wa division na vitengo, watumishi na wafanyakazi wote, wananchi, mabibi na mabwana, ndugu waandishi wa habari. Kipekee kabisa tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha uzima na afya njema iliyotuwezesha kukutana leo hapa katika kituo cha afya Mlowo. Tumekutana leo ikiwa utekelezaji wa maelekezo ya serikali yetu pendwa inayoongozwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba mikoa yote ifanye maadhimisho ya miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, kupanda miti na kufanya usafi. Kauli mbiu maadhimisho haya mwaka huu ni miaka 62 ya muungano, amani, umoja na mshikamano ni msingi wa maendeleo endelevu. Tunaadhimisha muungano wa Tanganyika na Zanzibar kama tunu muhimu tuliopewa na wasisi wetu waliopumzika, hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Sheikh Abeid Amani Karume, ambao kwa maono yao makubwa walikubaliana kuunganisha nchi zao huru ili kuunda taifa moja la Tanzania. Taifa tukufu ambalo tunajivunia sisi na hata vizazi vyetu vijavyo vitaendelea kujivunia kutokana na msingi wa amani na utulivu uliojengeka. Chimbuko la muungano. Muungano wa Tanganyika na Zanzibar ulitokea tarehe 26 mwezi Aprili 1964 na ndio ukawa mwanzo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kabla ya hapo kulikuwa mataifa mawili huru, Tanganyika na Zanzibar, ambao yaliingia mkataba wa muungano mnamo mwaka 64 na kuanzishwa dola ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sababu kuu za muungano ni pamoja na moja, mahusiano ya karibu na ya kihistoria baina ya Tanganyika na Zanzibar katika nyanja mbalimbali kama vile undugu wa damu, biashara, utamaduni, lugha na mahusiano ya karibu kisiasa, hususan baina ya vyama vya TANU na ASP. Pia azma ya kuwa na muungano wa Afrika, hususan kwa kuanzia na shirikisho la Afrika Mashariki. Hata kabla ya uhuru wa Tanganyika, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na viongozi wengine walikuwa wakipigania uhuru katika ukanda wa Afrika, walikuwa matarajio ya kuwa na muungano wa Afrika. Mwalimu Nyerere binafsi alipendelea uwepo wa muungano wa Afrika kwa kuanzia na mashirikiano ya kikanda. Historia ya nchi hizi mbili, ukaribu wa nchi hizi mbili, muingiliano wa kijamii, ushirikiano wa kibiashara, ushirikiano madhubuti na wa muda mrefu wa kisiasa baina ya TANU na ASP, ushirikiano na rafiki wa muda mrefu kati ya watu, viongozi na wakati wa harakati za utaifa uliopelekea uhuru wa nchi hizi mbili. Mafanikio ya muungano. Kutokana na hayo yote, Tanzania imeendelea kupiga hatua katika nyanja mbalimbali za kiuchumi, kisiasa, kiutamaduni na teknolojia na kijamii kwa ujumla. Iwapo mfano hai ya mafanikio hayo yakiwa yamechochewa na uwepo wa muungano, miongoni mwake ni pamoja na yafuatayo. Moja, sarafu ya pamoja na udhibiti wa uchumi. Matumizi ya shilingi ya Tanzania kama sarafu moja yanarahisisha biashara kati ya Tanganyika na Zanzibar na kuimarisha thamani ya fedha. Soko kuu la pamoja. Muungano umeunda soko kubwa la ndani lenye watu wengi zaidi, linalowezesha wafanyabiashara na wakulima kutoka Zanzibar na bara kuuza bidhaa zao bila vikwazo. Ukuaji wa uchumi. Uchumi wa Tanzania umekuwa kwa 6% kwa mwaka katika kipindi cha miaka 20 iliyopita, ikiashiria ustahimilivu wa kiuchumi hata wakati wa majanga ya dunia. Uwekezaji wa miundombinu. Ujenzi wa miundombinu pamoja kama vile viwanja vya ndege, bandari na barabara umesaidia kuunganisha nchi na kurahisisha usafirishaji wa bidhaa na huduma. Ukuaji wa sekta ya utalii. Kupitia muungano, Tanzania hujitangaza kitalii kimataifa kama nchi moja inayoongeza mapato ya fedha ya kigeni kutoka vivutio vya Serengeti na bara kwa ujumla. Mji mkongwe Stone Town Zanzibar. Taasisi za kifedha. Zanzibar inanufaika na uwepo wa taasisi za kimataifa kama Benki Kuu na Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, ambazo zimeweka sera bora ya kifedha na kukusanya kodi. Uwekezaji na viwanda. Muungano umeimarisha mazingira ya uwekezaji na biashara na kukuza uchumi wa viwanda kwa lengo la kuzalisha ajira na kuongeza pato la taifa. Hayo yote yamewezekana kutokana na utekelezaji wa sera ya mipango ya taifa, ikiwemo Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2025 na kuimarisha uhusiano wa kikanda na kimataifa.
Kwa upande wa mkoa wa Songwe, mafanikio ya wazi yanaonekana ni pamoja na yafuatayo: kuanzishwa kwa mkoa wa Songwe mwaka 2016 ambao umesogeza huduma mbalimbali kwa wananchi na kuchochea kasi ya maendeleo vijijini na katika mji wetu kutokana na mgawanyo wa bajeti ya taifa kwa ajili ya miradi iliyotekelezwa kuanzia ngazi ya mikoa hadi vijiji. Sisi sote ni mashuhuda awali ya maendeleo tunayoshuhudia, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa miundombinu ya barabara za lami zikiwemo ile ya Mpemba Ileje, miundombinu ya umeme ambazo inaendelea kusambazwa vijijini kupitia miradi ya REA, ongezeko la shule ya msingi na sekondari. Hapa tulipo ni mfano hai wa namna serikali ya Muungano wa Tanzania inavyolenga kupambana na adui na maradhi. Shilingi milioni 623 zimetumika kujenga kituo hichi na sasa watu wanapata huduma kutokea eneo hili lililokuwa wazi la kuchungia mifugo. Tunapaswa kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa upendo wake mkubwa alionao kwa wananchi wa mkoa wa Songwe kwa kuendelea kutoa fedha kwa ajili ya miradi mbalimbali ya maendeleo. Ndugu wananchi wa mkoa wa Songwe, kwa umuhimu wake ni eneo linalofanana na jicho katika mwili wa binadamu kwa kuwa ni kiungo muhimu kinachounganisha mataifa mengi ya kusini mwa Afrika ambako ndiko lango kuu la SADC. Itakuwa haina tija ikiwa itaendelea kusifiwa kwa lengo la SADC bila kuwa na mafanikio na fursa mbalimbali ambazo zimebainishwa hapo juu. Ninawashukuru sana wananchi namna mnavyojitokeza kuyapamba maadhimisho haya na kushiriki matukio mbalimbali yaliokuwa yameandaliwa hapa. Hongereni sana. Baada ya kusema haya, natamka kuwa maadhimisho miaka 62 ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar katika mkoa wa Songwe sasa yameahirishwa mpaka mwakani tena utakapoadhimishwa. Songwe hoye! Ndugu viongozi, kwa niaba ya Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, niendelee kuwashukuru sana na Mungu awabariki. Asanteni kwa kunisikiliza. Mheshimiwa mgeni rasmi ambaye anamwakilisha Mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu wa Songwe na viongozi wengine wote ambao mko hapa pamoja na viongozi wa vyama vya siasa mkiongozwa na chama tawala CCM, naomba nichukue nafasi hii kuongea mambo machache. La kwanza, wote tunatambua siku ya leo tunaadhimisha miaka 62 ya muungano wetu wa Tanzania, ambao ni muungano umetokana na Tanganyika na Zanzibar. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Miaka 62 ni miaka mingi tangu tumeungana Tanganyika na Zanzibar mpaka leo tuko imara, tunaendelea kuwa wamoja, tunaendelea kushikamana kama ndugu. Hilo ni jambo la kumshukuru sana Mungu, lakini kipekee sana washukuru nyinyi wote ambao mko hapa ili kuadhimisha siku hii adimu sana katika nchi yetu Tanzania. Wote tunaelewa umuhimu wa muungano. Muungano ni tunu adhimu ya nchi yetu. Muungano ni alama ya amani, umoja na mshikamano wa taifa letu. Kupitia muungano leo hii wa Tanzania tunazungumza lugha moja, tunashirikiana na tunaadhimisha utu wetu kama Watanzania. Kwa hiyo ni jambo pekee sana na linahitaji liadhimishwe kwa nguvu zote. Mheshimiwa mgeni rasmi, kipekee sana kutokana na umuhimu wa muungano huu, wote kwa jumla wetu tunahitaji tuenzi, tuulinde, tuendeleze. Kwa sababu kupitia muungano huu leo hii Tanzania ina amani, ina umoja na mshikamano. Na leo tunafanya tukio hili la kuweza kupanda miti, lakini zaidi sana kufanya usafi. Hii ni ishara kwamba nchi yetu ya Tanzania tunaenzi umoja wetu, tunathamini muungano wetu, lakini zaidi sana tunaleta matumaini kwa kizazi cha leo na kizazi kijacho kwamba nchi yetu ni moja.